tuko katika darasa yetu ya Qur'an, lakini kabla ya kuingia kwenye sura mpya, kuna kiporo cha swali ambalo tulijaribu kutoa ufafanuzi wake kwenye darasa iliyopita na kutumalizia vizuri. Kwa hiyo tunamalizia lile swali letu, halafu kama muda utaruhusu tutaendelea na tafsiri. Kama muda utamaliza ndani ya jawabu ya swali, tutapozi hapo mpaka darasa inayofuata inshallah. Swali, tunawezaje kama Waislamu kuishi kwenye Uislamu, na kwa nini Waislamu tupo lakini inashindikana kuitia sura ya maisha yetu katika Uislamu? Tutasema jawabu, lakini dawa ipo lakini chungu. Nataka nifupishe maelezo, nitumie muda mchache. Tukipenda Allah subhanahu wa ta'ala, tulitoa mifano kadhaa katika darasa iliyopita na tutazungumza kwa mukhtasari kisa cha sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi alivyouliza maswali tofauti na walivyokuwa wanauliza wenzake. Wenzake wanauliza masuala ya kheri, yeye alikuwa anauliza masuala ya shari, kwa sababu mtazamo wake yeye ilikuwa ni tofauti na mitazamo ya watu wengine. Lakini tukapata katika maelezo tuliyotoa, watu hatufanani. Hata sisi tuloukubali Uislamu tunaukubali kwa maneno, lakini kuutia katika utekelezaji au kwenye vitendo inakuwa ni ngumu sana. Tukatoa mifano, hata hao walioishi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo walionyooka wazuri, lakini wengine walikuwa kidogo wana uhafifu wa yakini yao. Hii tunachukulia kwa population wise, sio ile krimi ya masahaba hasa ambao walisoma kwa Mtume. Lakini Uislamu ulipofungua mipaka yake, walikuwa wanaingia tu watu kwenye Uislamu wanaotoka kwenye nchi mbalimbali, tamaduni mbalimbali, dini mbalimbali. Kwa hiyo watu wakatoka na mambo yao huko na mazagazaga yao wakaja nayo kwenye Uislamu. Sasa hichi ndicho kilicholeta matatizo baadaye, mpaka watu wakagawanyika, yakatokea iliyotokea mpaka sasa tuko hivi. Ni Waislamu lakini hatuishi Kiislamu. Watu wa Maka, Allah aliwauliza. Maka ndio mji ambao uliteremshwa wahi, ndipo alipozaliwa Mtume na kapewa utume wake kwenye mji huo. Watu wa Maka, Allah aliwauliza kwa mujibu wa aya nambari 68 mpaka 74 kwenye sura ya 23 Suratul Mu'minun. Kasema Allah subhanahu wa ta'ala, afalam yadabbaru alqawla, afalam yadabbaru alqawla, hawa watu haya maneno wanayoambiwa hawayazingatii, yanaingia sikio la kulia yakatokea sikio la kushoto. Tuseme hivi, wakiambiwa haya maneno, bila shaka kauli ni wahi aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu hawazingatii hii Qur'ani. Amjahum ma lam yati abaumul awwalin, au tuseme kitu kilichowajia ni kipya, hawajapatapo baba zao waliotangulia kuletewa kitu kama hicho. Ndio msemo maarufu watu wa Maka walikuwa wanasema ma sami'na bihadha fi abaina alawwalin,
Haya maneno anayotuambia Muhammad hatujayasikia kwa wazee wetu waliotutangulia. Kaja na kitu kipya, uzushi. Na Qur'ani imekuja ikapitia mtiririko huo. Afalam yadabbaru alqawla. Sasa na sisi je, Waislamu tumezaliwa kwenye mifupa ya Kiislamu, tumelelewa Kiislamu, Qur'ani ndo kitabu chetu, hivi tukikisoma hatukielewi? Tukizipitia hizi aya zake tunakuwa hatuna mazingatio? Ndo swali la msingi. Am jaahum ma lam yati abaahum alawwalin, au yamewajia mambo mageni kwao hayajaja kwa wazazi wao waliowatangulia. Am lam yaarifu rasulahum, au tuseme hawamtambui mtume wao. Kujua na kutambua ni vitu viwili tofauti. Hata kwenye masala ya kisiasa mmezoea kusikia hizi kauli. Kwa mfano, unafanywa uchaguzi kwa gharama kubwa, yanatangazwa matokeo, alafu watu wengine wanasema hatumtambui rais huyo. Sio hawamjui, wanamjua, lakini hawamtambui. Hatutambui urais wake. Kwa hiyo mtofautisha hayo maneno, kujua na kutambua. Tunamjua huyu fulani na nasabu yake na kwao na historia yake, lakini hatumtambui kwenye sehemu fulani au kwenye wadhifa fulani. Sasa na hawa watu hawakumtambua huyu mtume kuwa ni mtume wa Mungu kweli, lakini wanamjua, ni ndugu yao, kazaliwa kwao, na kabla hajaja na hii dawa ya Uislamu walikuwa wanamwita as-sadiqul amin, mkweli muaminifu. Waliridhishwa kabisa na tabia zake njema kabla hajahubiri Uislamu, lakini alipokuja kusema nimetumwa kwenu, mimi ni mtume, hawakutambua utume wake. Kwa hiyo inawezekana sisi ni Waislamu wa kuzaliwa, lakini hatuutambui utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapewa kitabu, hatukitambui hichi kitabu, ijapokuwa tunakijua, tunakisoma, lakini maagizo yaliyomo humu hatuyatambui. Tunachukua maagizo kwengine. Kwa hiyo kauliza Allah swala, kwa wanaofahamu lugha wanaelewa ta'wili ya masuala haya. Am lam yaarifu rasulahum, au tuseme hawamtambui huyu mtume wao. Fahum lahu munkirun, kwa hivyo wanamkanusha, wanamkataa. Hawamtambui, wanamkataa. Am yakuluna bihi jinnatun, au wanasema ana wazimu. Na yote haya wamesema Makureshi. Huyo chizi msimsikilize, ana wazimu, mchawi, yote wamemwita majinani. Am yakuluna bihi jinnatun, au hivi anavyohubiri maagizo aliyotumwa wao wanamuona mwenda wazimu, wanasema huyu jamaa ana wazimu. Bal jaahum bil haqq, lakini kawaletea haki. Hicho anachowahubiria ni haki. Bal jaahum bil haqq, bali kawajia na haki. Fahum wa aktharuhum lil haqqi karihun, lakini wengi wa watu ile haki wanaichukia. Wengi katika watu ambao ndo sisi, ile haki wanaichukia. Kwa inawezekana Muislamu, lakini mwanasiasa ana wadhifa mkubwa kwenye siasa zake, maslahi mengi ya maisha yake anapata huko, akilinganisha dini na maslahi anayoyapata kwenye mambo yake, anasema dini haina maana. Kwa hivyo dini ni haki, lakini ataichukia dini itakapoingilia maslahi yake. Ndicho kilichojiri huko nyuma. Haki imekuja kuwakuta watu na madaraka yao, wakaona tukikubali hii haki inabidi sisi to bow down kwa huyo anayeitangaza haki. Vyeo vyetu vitakuwa vimepotea, authority na power tulionayo itakuwa ni kazi ya bure.
Kwa hiyo hapa hatumkubali, tutampinga mpaka dakika za mwisho, japo anachosema ni kweli. Kwa hiyo mtume kaja na alichokihubiri ni haki, lakini watu waliohubiriwa wengi wao haki wanaichukia. Na Allah akasema, walau ittaba alhaqu ahwaahum, kama haki siku zote ingelikuwa inafata matamanio ya watu. Ahwa nasi ni ile mipango yao, wanakaa vikao, wanajadili mambo, alafu mwisho wa vikao wanatoa maazimio, yanafanyiwa kazi maazimio yao. Wana vyombo wenyewe wanaita vya kutunga sharia, na bunge na vitu vingine vinavyofanana na bunge, wanatunga sharia zao, zinatoka vichwani kwa watu, lakini kwenye dini si ziko sharia. Hata huyo mtume aliyepewa dini kaambiwa, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Aya kabla ya hii zilikuwa zinasimulia hadhi waliopewa wana wa Israeli. Waliletewa mitume, wakapewa ufalme, wakaishi chini ya wahi kwa muda mrefu, na wao wakawa ni wenye kufadhilishwa kuliko mataifa mengine kwa zama zao. Lakini wakapuuza, pamoja na kwamba wameletewa mitume, wakaenda kinyume na mitume. Pamoja na kwamba mitume wao walipewa vitabu, wakavikataa vitabu, wakawa wanakaa hivi kwenye vikao, wakapanga ya kwao, mipango ya maendeleo ya muda mrefu. Kwa sababu ya kupenda kwao dunia, dini wakaona ni kikwazo, inawakwaza sana, wakaiweka dini pembeni, wakawa wanatumia akili zao, falsafa zao na mbinu mbalimbali zinazozaliwa na akili za watu. Hizo ndo ahwa, akili za watu. Wanakaa wanapanga, wanabuni, alafu wanatoa vitu vinafanyiwa kazi. Walio juu wanashusha chini maazimio ya vikao vyao, inakuwa ndiyo sharia na yanafanyiwa kazi. Sasa mtume akaambiwa aende tofauti na hawa. Wameletewa mitume, hawakuwathamini mitume. Wameletewa vitabu, hawakuthamini maagizo ya vitabu, wakabuni vya kwao vipya. Akaambiwa sasa, tumeondosha huko kwao utume, tumekupa wewe. Thumma ja'alnaka ala shari'ati, hatimaye tumeuondoa utume kwa wana wa Israeli, tukakupa wewe uongozi huu wa watu kwa muongozo wa Mola wako, na tumejalia dhamana tuliyokupa inadhibitiwa na sharia maalum, kwa sababu kugovern maisha ya watu hawafanani. Ndo kama hivi, wengine wamepinda tangu matumboni kwa mama zao. Ili jamii ikae sawa, sharia ni muhimu kwenye society yoyote ile. Kwa hiyo na dini yetu, kwa sababu ni mfumo kamili wa maisha, umekuja na sharia. Sasa inakuwaje sharia za kitabu za muumba ziwekwe pembeni, watu watumie sharia za viumbe wanazotunga wenyewe? Hizi zinaenda kutumika wapi? Zimeletwa zitawale maisha ya watu. Wale wanaofanya ukorofi, huyu kafanya kosa hili, tumieni sharia hii, muhukumuni hivi, mambo yanaenda vizuri. Sharia ipo kwa sababu yule anayepinda, sharia inamnyoosha, imweke kwenye maadili, jamii iende sawa kama inavyotakiwa. Kwa hiyo mtume akaambiwa, thumma ja'alnaka ala shari'ati, wewe tumekujalia kwenye sharia. Usimamizi wa jamii pana ya watu duniani uliopewa, utaweza kufanya kazi kwa sababu ya kutumia sharia maalum. Minal amri, kwenye jambo hili la dini. Dini ni mfumo na mwenendo wa maisha ya watu, unalindwa mfumo huo na mwenendo huo na sharia. Kwa hiyo fatabiha, fata sharia hizi, uiongozee dini hii. Wala tatabi ahwa alladhina la ya'lamun, wala usifuate matamanio ambayo ni mazao ya akili za watu wasiojua haki. Yeye mtume kaja kakuta watu wanatawala zao, wakubwa wana mila na desturi zao, lakini kile ambacho yeye kaambiwa hakifai, kakitangaza kuwa hakifai na kakisimamia kiondoke.
na kile alichoambiwa ni muhimu kisimamie, hata kama watu hawakijui, kipya kigeni, hawajakizoea. Mtume ka introduce hicho kitu, akakisimamia, kikafanyiwa utekelezaji wake. Fata mwenendo huu chini ya sharia tuliyokupa. Wala tatabia ahwa alladhina la ya'lamun, wala usifuate matamanio ya watu ambao hawajui haki. Ukisema mimi ni mtu mdogo, hawa watu wana nguvu, siwawezi kwa sababu ya nguvu walionayo, ninalazimika nitii kwa usalama wangu. Umefahamiana eh? Utatii upate usalama wako mbele ya watu wenye nguvu. Lakini je, ukipata salama kwa watu, kwa aliyewamiliki watu, una salama? Una salama. Kwa hiyo Allah akamwambia, kama itatokezea kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu ukaona salama yangu ni kuobey orders za hawa jamaa, niwasikilize na niwatii, innahum, hakika ya hawa, la yughnu anka min Allahi shay'a, hawatokuja kukusaidia chochote kwa adhabu ya Allah atakayokupa wewe ukimwasi. Wewe ukiwatii unapata salama, utasalimika mbele yako, maana utafanya vile wanavyotaka. Sharia zao zitakubana, zikunyooshe, ukubaliane na mifumo na taratibu zao. Lakini kuna kazi umepewa wewe, na lengo la kazi hiyo pafanyike mabadiliko, uondoe hizi dhulma, ulete uadilifu. Sasa wewe ukilemaa, hicho kilichokuwa ni lengo la kutumwa kwako hakitopatikana. Salama utaipata kwa hawa, lakini aliyekutuma atakuadhibu. Na siku ukiadhibiwa na aliyekutuma, hawa uliowaheshimu na kuwatii hawaji kukusaidia. Yaani wewe kuwa jenerali wa jeshi muaminifu kwenye nchi yako, unapokea maagizo kwa amiri jeshi mkuu, maagizo kama sio, wewe na aliyekuagiza mnahukumiwa, mmekosea, mnaenda kwenye adhabu. Aliyekutuma kazi hana uwezo wa kuja kukutetea akasema huyu kazi alizofanya alikuwa yuko sawa kwa sababu kafanya kwa mujibu wa taratibu zetu, sisi ndo tulivyomwamrisha, kwa hivyo hana kosa. Kama kosa ni letu sisi. Unafikiri kuna jasiri atakaye kuja kumtetea mtu siku hiyo? Sasa wewe tumwa kazi batili zinazopingana na maamuzi ya Muumba, halafu utabaki salama duniani. Na pengine ukiacha hiyo kazi au ukifanya departmental transfer, umehama kwenye idara fulani kwenda idara nyingine, wanakuandikia good certificate of competence. Yaani unapata cheti, huyu ni mtumishi mzuri sana, safi kabisa, cheti kizuri unapewa. Lakini kama ulichosimamia sicho, siku ukija kuadhibiwa, waliokutuma hawaji kukutetea. Ndio anavyoambiwa Mtume, innahum, hakika ya hawa, hata ukiwatii kwa kutafuta salama mbele yao, la yughnu anka min Allahi shay'a, hawatakuja kukusaidia chochote kwenye maamuzi ya Allah atakayoamua kukuhukumia wewe. Haji kusema huyu mtu alikuwa mwema, msafi, mwaminifu, mpenda amani na vitu vingine kama hivyo. Alichofanya ni sawa kwa sababu ndivyo tulivyomwagiza. Nchi yetu, serikali yetu ndio ilivyokuwa inataka. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuja kusema hivyo kwa Allah. Wa inna dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Elewa, wanaofanya dhulma, wanaodhulumu nafsi zao kwa kuiwacha haki wakaishi kwenye maisha ya batil, wanafaa waburuzane wenyewe kwa wenyewe tu, achana nao. Wallahu waliyul muttaqin, Allah ndiye msimamizi wa watu wa Mungu. Kwa hiyo wewe unatakiwa ndo uwe mwalimu wa uchamungu. Wachamungu wote wakufuate wewe, sio wafuate wengine. Kwa hiyo toa kwa mtume ni lazima, na ulazima wake ni sawa sawa alipokuwa yuko hai na sasa hivi kafa. Kumtii mtume ni faradhi au ni lazima, na toa yake ni sawa sawa alipokuwa yu hai kwa walioishi naye na baada ya kufariki kwa wale ambao hawajamuona. Kama ni mu'min lazima amtii mtume. Ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran
an yakuna lahumul khiyaratu min amri, haimkiniki kwa muumini mwanamme wala mwanamke, Allah na mtume wake wakishaamua jambo, muumini awe ana khiari kulikubali na kutokulikubali. Na kwenye sura ya 4 pia Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum, enyi waumini, kuweni watiifu kwenye maagizo yote ya Allah na kuweni watiifu kwenye maagizo yote ya mtume wake aliyemtuma kwenu. Taa, tamko la taa limeambatishwa na Allah na mtume. Atiu llaha wa atiu rasula. Hapo hakuna nikitaka au nikiweza, unatakiwa utii. Kama muumini wameitwa waumini, ya ayyuhalladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula, enyi waumini mtiini Allah na mtiini mtume. Wa ulil amri minkum, hapa wa ulil amri minkum halikurudiwa lile neno atiu, sio kama limesahauliwa hapa. Kuna walaki, kuna mushkil. Nimetangulia kusema taa kwa Allah ni lazima na taa kwa mtume ni lazima, lakini kwa ulil amri minkum hapa pana walakini. Ulil amri minkum, kiongozi mliyempa madaraka ya kuwaongoza, awe ni muumini mwenzenu. Minkum wameitwa waumini, awe ni kiongozi miongoni mwenu waumini, mumchague mmoja wenu awepo kuwa ni kiongozi, na kisha kuwepo kiongozi, twaa kwake ni lazima. Lakini kwa sababu neno atiu limeondoshwa, pana sababu maalum. Anaweza akatiiwa ikiwa agizo alilotoa lina ridhaa ya Allah na lina ridhaa ya mtume. Ni muumini kama nyinyi, lakini akichemsha, akizingua kama mnavyosema, akafanya atakavyo sio atakiwavyo, hampaswi kumtii. Mtume hajafanya kinyume na alichotumwa, na haongei kwa matamanio yake kama alivyosifiwa na aliyemtuma. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Haongei kwa sababu ya rai yake ya kichwani, analoliongea ni maagizo kapewa, ni ufunuo kafunuliwa. Sasa mtume ni lazima umtii, kwa sababu analoliongea ni la Mola wake aliyemtuma. Lakini ulil amri anaweza akatawaliwa na sehemu ya matamanio ya nafsi yake, au akayafanyia kazi maagizo ya matamanio ya binadamu wenzake. Sasa na nyinyi kwa mujibu wa imani yenu mkasema, hapa kuna mushkili, agizo hili analotoa si halali, halitutengenezei, linatuharibia. Sasa hapa ufafanuzi wake, maneno yanayofuata ndio yanayofafanua hapo. Fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa munaye kiongozi ulil amri minkum, pakatokezea jambo chini ya kiongozi huyu likaleta nizaa, hamkuelewana na kiongozi wenu, pakazuka jambo likawagawa watu, wengine wanaona hivi na wengine wanaona hivi, wengine wanamuunga mkono kiongozi, wengine wanamkosoa kiongozi. Pakitokezea hicho kitu ambacho ni jambo la kawaida kwa binadamu, pakitokezea mzozo wowote ule wa kijamii, faruduhu ila Allahi wa rasuli, mzozo huo utatueni kwa kuutafutia ufumbuzi kwenye kitabu cha Allah au kwenye rekodi ya uongozi wa mtume wenu. Tunasema ni Qur'ani na Sunna. Sunna ndio ile rekodi ya uongozi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo kama hili mtume akatoa agizo gani? Au linalofanana na hili linachukuliwa hatua gani? Huko mtapata tu ufumbuzi. Qur'ani pia inasema, wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Hakuna chochote mtakachohitilafiana kwenye mazingira yenu ya kijamii isipokuwa hukumu yake kwa Allah ipo, mtaikuta. Itabaki kuwa hamuijui, lakini ipo.
Kwa hiyo faruduhu ila Allahi wa rasuli, mkizozana mzozo wenu ujadilini kwa kutumia aya za Allah na mwenendo wa mtume wake. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na mnaamini siku ya mwisho. Huu ndo utaratibu mnaopaswa kuenda nao. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, kufanya hivyo ndio bora kwenu na ndiyo ta'wili bora ya mambo yenu yanayozuka kila siku, kutokufahamiana au kutokea jambo geni jipya. Fanyeni utaratibu huo. Hili gumu kuwezekanwa kwa sababu ya hizi aya za suratul Mu'minuna nilizozinukuu hapa. Bal ja'akum bil haqi, huyu mtume wenu kaja kuwaleteeni haki, kaja na haki kwenu. Walakinna aktharakum lil haqi karihun, lakini nyinyi wengi ile haki mnaichukia. Likizungumzwa la dini hapa, watu wanasema sasa inakuwaje? Hapana, haiwezekani, hiyo hatuikubali. Sasa watu kuwana chao walichokipenda kilichowaweka mjini, dini ikaja ikawavurugia. Hapa dini inaingia mashakani kwa watu hao, wanakuwa wanaichukia na hawakubaliani nayo. Wengi wa watu haki wanaichukia. Walau itaba alhaqu ahwaahum, kama Allah angeachia haki ifuate matamanio yao, yani hawa viumbe wangu nimewapa akili, watakapoona hili niloagiza mie liko tofauti na uwezekano kwao, basi wafanye lile ambalo linawezekanwa. Akili zao zipewe hadhi ya kwamba kama kuna jambo kwenye dini wao wanaliona gumu, ni waachie wafanye litakalokuwa rahisi. Ndio hiyo ahwaahu. Kama haki iliyoshushwa kutoka mbinguni ingeliachiwa ifuate matamanio yao, la fasadati samawati wal ardh, mbingu na ardhi vingeharibika. Yani angalia tu watu uwezo waliopewa na teknolojia walionayo, mikombora wanayotengeneza, wataharibu vya ardhini mpaka vya mbinguni wataharibu. Lakini wamewekewa utaratibu, lazima waishi kwa utaratibu waliopangiwa, sio kwa akili zao. Sasa hilo gumu. Mnasema gumu kwa sababu wewe bwana unataka uwe milionea. Biashara ya haraka haraka siku hizi inayotia pesa kwa muda mfupi, pombe. Wewe tunakujia shekhe, wewe si Muislamu, hapa umeweka baa kwa nini? Wakati kila siku unaingiza milioni pale. Unalaza milioni 3, milioni 4 kwa kutwa. Utamsikiliza shehe gani akwambie pombe haifai? Hoja yako itakuwa imesimamia ati sinawauzia makafiri, wao hawajaharamishiwa. Utakuwa wewe na hoja nyingi. Kumbe pale matamanio yako sehemu unayatetea. Nafahamiana vizuri. Hiyo ndio mifano hai. Watu wana madanguro, night clubs. Umekula kila maasi yanafanyika. Lakini nasema hawa wanaofanya maasi wakuja tu. Wanatoka Kenya, wazungu na nani. Hawa sio kosa kwao kufanya, ndio washazoea. Ndio nimewajengea hii nyumba. Wewe unaingiza pesa pale. Kwa hiyo ni Muislamu, ushindwi na hoja. Lakini unalolifanya ni kosa. Lakini hukubali kuambiwa hili kosa. Unalofanya lina madhara, lakini wewe hukubali kuwa hili lina madhara. Unaona lina faida kwa sababu unakusanya pesa nyingi. Wengi kati yetu haki tunaichukia. Lakini Allah anasema kama angeliachia haki izidiwe au iongozwe na matamanio ya watu, la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna, zingeharibika mbingu na ingeharibika ardhi na viumbe walioko mbinguni na ardhini wangekuwa mashakani. Lakini mmepewa nyinyi jukumu la kusimamia dini. Dini ndio ilete maisha mazuri kwa watu. Balatainahum bidhikrihim, lakini watu tumewaletea mawaidha ya kuwasaidia. Dhikru ni kitu cha kuendesha akili yako kichwani.
bal atainahum bidhikrihim, tumewaletea mawaidha yao, ufahamu wa kuwawezesha kumiliki maisha yao ya awali ya duniani. Fahum an dhikrihim muridun, lakini hao walioletewa dhikri yao wanaipuuza. Qur'ani tumeiweka pembeni huko, watu wanaendeshwa na degree zao na diploma zao na vitu vingine kama hivyo. Mwenye diploma na degree na vinginevyo ndo anaonekana kasoma, lakini anayejua halali na haramu, dhambi na thawabu, anaambiwa mjinga. Am tasaluhum kharja, Allah anamuuliza mtume wake Muhammad, am tasaluhum kharja, au kuna tozo unawatoza hawa kuingia kwenye dini? Kwenye Uislamu kuna kiingilio? Mtu hutozwa pesa fulani, yaani bure, aje mtu asome, asikie, afahamu, aboreshe maisha yake, hataki. Na Allah anauliza hili swala, sio kwamba hajui, anajua. Huyu mtume wake anajitolea tu, yeye mwenyewe anashindana njaa. Siku nyingine anasifiwa mpaka kwenye maulidi, wakana yasibu ala batnihi alhajara min aljuu wa qad utiya mafatiha alkhazain alardiyya. Alikuwa mpaka siku nyingine anafunga jiwe tumboni aweke uzito hapa, ana njaa, hajala, na kapewa hazina za ardhi zote, awe tajiri, akakataa. Sasa je, hawa watu kuja kwenye dini kuna ada fulani unawatoza? Am tasaluhum kharja, au unawataka tozo au kodi au kiingilio? Fakharaju rabbika khairun, tozo inayotoka kwa Mola wako ndo bora. Hiyo ndo mtu ana mwenye akili aitafute hiyo. Wa huwa khairur raziqin, kama suala ni riziki, Allah ndio mbora wa kuruzuku. Hakuna kiumbe aliyemweka hapa akamkosesha riziki yake. Allah ndio mbora wa kuruzuku. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, wewe Muhammad unawaita hawa watu kwenye njia iliyonyoka. Fanya kazi kama ulivyoagizwa. Balligh ma unzila ilayka wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, fikisha ulichopewa, ukifikishe kwa watu. Kama hutofanya hivyo, unafutwa katika waliofanya kazi ya Allah ya kufikisha ujumbe wake. Kama hukufanya hivyo, utaambiwa hujafikisha ujumbe uliotumwa. Fikisha kila ulichotumwa. Usiseme hiki kwa mazingira ya sasa na kwa watu wenyewe walivyo, siwaambii. Kwa hiyo mtume hakuficha chochote katika alivyoambiwa aseme. Vingine vya hatari kabisa alikuwa anavisema. Kwa hiyo nasema dawa ipo, lakini chungu. Nadhani nimefahamika. Nimesema leo nizungumze kwa ufupi. Kwa hiyo ni kwenda tu aya inayoweza ikafinalize maneno yote niliyoyasema, labda ni aya 24 kwenye sura ya 8. Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Enyi waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, istajibu lillahi, muitikieni Allah, walirrasuli, na muitikieni mtume aliyemtuma. Kuitika tunafahamu sote, ukiitwa unaitika, ukiagizwa utekeleze, kwa maana yake. Kwa hiyo kama waumini, istajibu lillahi walirrasuli, muitikieni Allah na mtume, idha da'akum lima yuhyikum, pale wanapokuiteni kwenye linalowapa uhai, jambo litakalokupelekeni kwenye uhai mzuri, maisha ya fahari, ya amani. Watakuhubirieni Allah na mtume wake, wakikulinganieni kwenye jambo linalokupelekeni kwenye uhai wa milele, nyinyi muitikie, msiwe wabishi. Waalamu, na mfahamu kwamba anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbi, Allah anakuwa anapima hizo amali zenu mnazofanya, na mahala anapopimia amali zenu ni baina ya mtu na moyo wake. Baina almar'i wa qalbihi, baina ya mtu na moyo wake.
tunapohimizwa amali zetu tufanye kwa ikhlasi, iwe unafanya kwa ajili ya Allah kweli, sio kwa mazoea. Kwa hiyo mkifanya mambo yenu ya amali za kheri, mfanye kwa ikhlasi. Allah ajue hasa mja wangu huyu jambo hili kanifanyia mie. Ukilifanya kwa mazoea tu, hujamkusudia Allah, huna nia nzuri, utakuwa umefanya lakini halikukubaliwa. Mfanye hasa kwa ajili ya Allah, na mjue Allah anakagua amali zenu baina ya mtu mtendaji na moyo wake. Huku kwenye moyo kakusudia nini? Ana lengo gani? Nia yake nini? Ndio maana amali zote tunazofanya tunaambiwa nia ni nguzo. Unataka kusali, utie nia. Unataka kufunga, ulale na nia. Unataka kutoa sadaka, unuilie kile unachokifanya. Pale ndo Allah anapokagua hicho ulichokifanya. Wa annahu ilayhi tuhsharun, na mjue leo mpo duniani, lakini kuna siku mnakusanywa mbele yake nyote. Wa annahu, na hakika kwamba, ilayhi tuhsharun, siku moja kwake mbele yake mnakusanywa. Kwa hiyo mpo leo hapa, mnayoyafanya hapa muyafanye kwa namna ambayo yatawasaidia huko mbele. Wataku fitnatan, na jengine kuambiwa mumuitikie Allah na mtume wake ni kwamba hamkufanya hivyo, pana kuja kutokezea matatizo. Kwa hiyo myaogope hayo matatizo. Wataku fitnatan, ogopeni fitna ambayo kwa kutokutii kwenu, kwa kutokuitikia kwenu maagizo ya Allah na mtume, kutakuja fitna. Lakini muiogope hiyo fitna ambayo la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ikija fitna hiyo, haitowasibu waliodhulumu nafsi zao peke yao, itachanganya wote, wazuri na wabaya. Idha nazala albalau yaumu salih wa talih, balaa ikija inachanganya wote, wazuri na wabaya. Kama kuna upembuzi utafanyika huko baadaye, lakini balaa duniani likija, kama yale mnayoita natural disasters, adhabu ya Mungu, lakini yeye mnaipa majina tu ya kupunguza makali. Nasema natural disasters, majanga ya kimaumbile. Wakati mwingine yanakuwa ni adhabu, maangamizi, maafa yanatokea. Sasa wataku fitnatan, muitikieni Allah na mtume wake ili msalimike na fitna. Ogopeni fitna ambayo la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ikija haitowasibu madhalimu miongoni mwenu peke yao. Waalamu anna Allaha shadidul iqab, na mfahamu Allah ni mkali wa kuadhibu. Yani ana adhabu zake nyingine ndogo ndogo kuzileta hapa hapa duniani kabla ya kiamani. Na kasema Allah, wala nudhiqannahum min adhabil adna duna al-adhabil akbar la'allahum yarji'un, tutawaonjesha watu adhabu ndogo ndogo za hapa duniani kabla ya hiyo adhabu kubwa ya kudumu ya akhera. Kwa hizi adhabu za duniani inakuwa ni punishments tu. Wamefanya mistake, wanapewa adabu kidogo. La'allahum yarji'un, malengo ni kwamba labda watazinduka, warudi, wafate utaratibu, watatubia, wataomba msamaha, watajirekebisha, mambo yataenda vizuri. Kwa hiyo uwezekano wa kukubaliana Waislamu tuishi Kiislamu huko, lakini kuwepo kwa uwezekano huo ngumu kumeza, wanasema watu wa mjini. Haya, tunaendelea na tafsiri ya Qur'ani. Leo tunasoma suratu Al-Kawthar. Suratu Al-Kawthar, sura 102. Nayo hii iliteremshwa Maka, ina aya 8. Suratu Takafur, Suratu Takafur, Suratu Takafuri, makiyatun wa ayatuha 80. Ni sura iliyoteremshwa Maka, aya zake ni 8. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Suratu Takathuri makiyatun,
Suratu Takathuri iliteremshwa Maka. Wa hiya tatahaddath an inshighali nnasi bimughriyati alhaya. Sura hii inazungumzia, maudhui yake inazungumzia jinsi watu duniani wanavyojituma sana na kujishughulisha na vitu vya kudanganya danganya vya maisha, anasa za dunia. Wanadamu sote ndo tuko hapa, lakini tunapenda tunafikiria kama tuko hapa kwa ajili ya kuenjoy. Watakalubihim an jam'i hitami dunia, na jinsi watu wanavyojituma sana, wanatumia wakati mwingi kusanya mazagazaga, mafao ya dunia, pesa, mali na nini, sio mali za pesa taslimu, mifugo na mambo mengine, viwanda, assets mbalimbali. Kila siku mtu kukicha mpaka analala tena, yeye yuko na dunia yake tu, anapanga hili, anaangalia usiku hasara, faida, wapi kaibiwa, sababu gani ya kupata hasara na hivi, hana raha. Binadamu anakuwa yuko ni mwenye kujituma, yuko busy saa zote, anatengeneza dunia yake. Anakuwa hivyo binadamu hata yaqta almautu alaihim mutaatahum, mpaka mauti yanawakatia enjoyment zao. Wanajituma kujenga dunia mpaka siku zao za kuishi zinakwisha, mauti ndio yanakuja kuwakatia zile enjoyment zao, starehe zao. Wayatihim fuj'atan wa baghtatan, na mauti huwa yanawajia ghafla. Hakuna mtu anaeletewa notice labda wiki moja kabla au mwezi kabla, masaa machache kabla. Mauti yanakuja tu ghafla, na yanakufika mauti kichwani mwako una mipango ya muda mrefu, mingine ya miaka mingi. Mtu labda wana miaka 60 lakini ana mipango ya miaka 50 mpaka 100 ijayo. Lakini mauti yanakuja, yeye taarifa hana, ghafla tu ile mipango yake ya muda mrefu ala hajaikamilisha. Na hakuna mtu anayeondoka duniani akawa kishakamilisha mipango yake, na kila siku unapanga kipya. Sura hii inatuambia fayunaqiluhum min alqusuri ila alquburi, mauti yakiwajia ghafla yanawagurisha, yanawahamisha, wanatoka kwenye makasri yao, majumba ya fahari, na mauti yanawapeleka kwenye makaburi. Jumba lako lile la mabilioni ya pesa unatolewa, unapelekwa kaburini, nyumba ambayo haina plaster, haina AC, haina dirisha, haina chochote. Almautu yati baghtatan walquburu sunduqul amal, au alqabru sunduqul amal. Anasema mshairi, mauti yakija huja ghafla. Almautu yati baghtatan, mauti huja ghafla. Walqabru sunduqul amal, na kaburi ni boksi ambalo pale ndo zinakwenda kudadavuliwa amali zako. Kile ambacho muda wote ulioishi duniani ulifanya, pale ndo kinakwenda kufanyiwa mchakato, na mwenyewe unajua kwamba nilipatia au nimekosea. Lakini kama ulikosea, huna tena nafasi ya kurekebisha pale. Kama umepatia, umefanya chini ya kiwango, unajijutia mwenyewe, uwezo wa kufanya vizuri zaidi ya hapa nilikuwa nao, hiyo tena inakuwa shauri yako. Lakini ushafika kaburini, nafasi nyingine ya kufanya mema huna, au kurekebisha ulichoharibu huna. Wakad takarrara fi hadhihi suratu az-zajar, limerudiwa kwenye sura hii kemeo, walindhar, na onyo, takhwifan linasi, ili kuwaogopesha watu, kuwahofisha watu, watanbiha lahum ala khataihim. Na sababu ya pili huku kurudiwa huko kutahadharishwa kwa kurudiwa, tanbiha lahum ala khataihim, ni kuwatanabahisha wanadamu wenye akili wafahamu kosa lao, wapi wanakosea. Na kama wana akili wakafahamu wapi wanakosea, wasiendelee kuishi na makosa, wajirekebishe. Bistighalihim bilfaniyati anil baqiya, kosa lao wanadamu
ni kutumia wakati mwingi kujishughulisha na kitu kinachotoweka. Kumbe wakati ule walitakiwa wautumie kujishughulisha na kitu kitakachodumu milele. Kile cha milele wanakidharau, wanafanya hichi kinachowatoka. Anatumia nguvu nyingi, wakati mwingi, akili yake anaituma sana kwa kushughulikia kitu ambacho leo kesho kinamtoka. Kikimtoka hichi huko anakokwenda ambako hakuna mwisho, hakuandaa chochote, hajatayarisha kitu. Hilo ndo kosa ambalo anatanabanishwa binadamu, kama ataifahamu hii sura asifanye hilo kosa. Kwa hiyo takriri inayofanyika kusema kalla saufa taalamun, thumma kalla saufa taalamun. Acheni hizo, sio tabia nzuri, karibuni hivi mtajua. Kesha komeni, acheni hiyo tabia, karibuni hivi mtajua. Kwa mwenye akili anatakiwa hii aizingatie sana na afanye maamuzi ya busara. Wa khutimati suratul karimatu, na imemaliziwa mwisho wake sura hii tukufu, bibayani al-makhatiri wal ahwali, kwa kubainisha hatari na vitisho, allati ambavyo sayalqaunaha fil akhirah, watakutana navyo akhira. Inawabainishia vitisho, adhabu watazokutana nazo akhira. Wallati la yujawizuha wala yanju minha, hakuna atakayekwepa vikwazo hivyo au atakayesalimika kwenye vikwazo hivyo au adhabu hizo, ila almu'min, isipokuwa mtu aliyeishi maisha ya imani, alladhi, mu'min ambaye qaddama salihal a'mali, muda aliyoishi duniani alijituma kutanguliza amali njema, kafanya amali njema zikawa zina dual target au dual purpose. Yupo duniani anajituma kufanya mambo muhimu kwa dunia yake, na pia anavyofanya method ya ufanyaji wake anapata na fursa ya kuwekeza kwa akhera yake. Yale unayoyafanya ya dunia yako yote yameletewa maelekezo kwenye dini. Hujaambiwa usichume mali, chuma mali. Mali ni muhimu. Hujaambiwa usioe, usiwe na watoto, usijenge. Vyote ni muhimu, lakini unafanya hivyo vitu kwa namna ambayo unapata faida zote mbili. Unapata faida yako ya hapa mahala pa muda, na pia unaweka akiba ya kutosha kwa maisha ya baadaye. Muumini ndo anatakiwa awe hivyo. Anajituma duniani kufanya mambo pamoja na yale yenye faida za duniani, lakini method of implementation ya hayo mambo yake ya duniani anafanya kwa namna ambayo anapita kwenye maisha ya ibada, anapata faida ya duniani na anawekeza faida ya akhera. Faida ya duniani anapata na thawabu za akhera anapata. Ndo muumini anavyotakiwa aishi. Kuna msemo maarufu, msemo wengine wanasema ni hadithi ya Mtume, kwamba kasema i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jitume kufanya kazi kwa ajili ya mafanikio ya dunia yako kama utaishi milele. Yaani usiwe mzembe ukawa unakata tamaa, ni kufanya mambo kama haya ya dunia ya nini? Muhimu. Kama biashara, watu walifanya biashara kubwa wakawa matajiri. Au kina Daudi na Suleimani walikuwa mabilionea, matajiri sana. Nyumba tu ya Mtume Suleimani ilimchanganya Balkisi, akaona kama maji, kumbe tiles tu zimewekwa chini. Sasa walijenga majengo mazuri, tiles tu chini. Mama yule Balkisi, malkia wa Sheba, kaona maji, anakunja nguo, kaambia wacha ushamba huo, inna asarhu mumarradu min qawarir. Hii floor imetengenezwa kwa tiles tu, usivue nguo, pita. Sasa maisha mazuri, una nafasi ya kujenga, jenga. Una nafasi ya kufanya kazi au biashara, fanya. Lakini ujue mapato, umiliki na matumizi kwenye dini umepewa maelekezo. Pata yale maelekezo ya dini, utakuwa kwenye maisha yako yote unayoyafanya ni ibada, utapata faida ya duniani na unapata faida ya akhera pia. Imefahamika hiyo
Kwa ufupi, hiyo ndo suratu At-Takathur inavyozungumza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma hii sura kwa kutanguliza jina la Allah, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Alhaakumut takathuru, munashughulishwa sana na wingi. Hata zurtumul maqabira, mpaka mnazuru makaburi. Kuzuru makaburi sio kwenda kuangalia makaburi ya jamaa zenu, yaani nyinyi wenyewe muda wenu unaisha, mnakufa, mnatiwa makaburi. Ndio hiyo zurtumul maqabira. Unashughulika na dunia mpaka muda unakuishia, unatiwa kaburini, na hiyo dunia hujaimaliza kuishughulikia. Kala, hivyo sivyo, acheni hiyo tabia. Saufa taalamun, karibuni hivi mtajua uhakika wa haya mnayoambiwa. Thumma kalla, kesha acheni hiyo tabia. Saufa taalamun, karibuni hivi mtajua hayo mnayoambiwa. Kalla, acheni hiyo tabia. Lau taalamuna ilma al-yaqini, kama mngefahamu, kama mngejua ilmu ya yaqini, la tarawunna al-jahim, kwamba mtauona moto wa jahim. Mngelikuwa mnajua kwa uhakika nini maana ya moto, yani msingefanya uzembe kama hivi. Mngekuwa mko serious na kufanya ibada zenu kwa faida ya duniani na akhera. Thumma la tarawunaha aina al-yaqin, alafu mjue huo moto mtauona kwa jicho la yaqini. Thumma la tusaluna yawma idhin, kesha leo mko duniani na mali zenu na machumi yenu, lakini la tusaluna yawma idhin, mtakwenda kuhojiwa, mtakwenda kuulizwa siku hiyo. Siku ipi? Siku ya kukutana na Mola wenu huko akhera. La tusaluna, wallahi mtahojiwa, ani naimi, kuhusu neema zote za Allah alizokupeni duniani. Zina maswali hizo, mnakwenda kuulizwa. Ni aya 8 hizo, lakini usome japo 2-3. Ya kwanza, aya ya kwanza inasema alhaakumut takathuru, unakuchezesheni wingi au unakushughulisheni wingi. Nimesema hivyo kwa sababu ili neno la mwanzo alhaakum, masdari yake ni al-ilhaqu. Al-ilhaqu, na maana yake ilhaqu ni kucheza au kuzembea. Kuzembea, tuseme kufanya uzembe. Al-ilhaqu maanahu shughlun an shay'in hammin ila shay'in la faidata fihi. Ilhaqu ni uzembe anaofanya mtu akatumia wakati mkubwa wa kufanya jambo lisilo na faida yoyote, wakati ambao anaoutumia kwenye jambo lisilo faida liko jambo muhimu sana lenye faida, yeye kaacha kulifanya. Labda nitoe mfano. Tunapenda sana sisi pumbao, vile vitu vya kupumbaza akili, kakaa ukajiridhisha ukajifurahisha. Mtu itakuwa kakaa mshabiki wa kucheza bao lile la so, anacheza bao, kashinda la kwanza, kashinda la pili, sasa nimekula nyumba. Mtajiu hapa na kufunga au kufungi huu mtaji na kufunga huu, basi linachezwa lile mpaka anafunga kweli. Sasa likimnogea bao, anaweza akaja mwanawe katumwa nyumbani, kamuite baba yako, mwambie mama yako anaumwa. Mtoto anakuja pale kwa baba yake, baba, mama anaumwa. Anasema mama anaumwa, mama anaumwa, hapo kama yaani huku maneno kayasikia, lakini kayapotezea, kashughulika na bao lake pale mpaka haitimishi, hajui huku kuna nini. Sasa tuseme huyu mtu anacheza lile bao pale, faida gani anapata kwa kule kucheza lile bao pale? Faida gani anapata?
useme anainoa akili yake au vipi? Muda anaoutumia pale dakika ngapi? For nothing, hazina faida yoyote. Lakini angalau angelikuwa yuko dukani anauza na kununua, tuseme anaweka pesa. Lakini kwenye mchezo huu wa kipuuzi kabisa, anapoteza dakika nyingi, wakati ule muda yako mambo mengine yenye faida mbona ya kufanya hafanyi. Yako mambo kwenye dini mengine wala hahitaji nguvu wala gharama ya mali, maneno tu mazuri. Kwa mfano Mtume amehimiza mtu kuwa na tabia ya kuleta adhkari, kumdhikri Allah kila wakati. Akasema kalimatani, kuna maneno mawili, maneno ya Mtume anasema kalimatani, kuna maneno mawili, khafifatani ala lisani, maneno hayo ni mepesi mno ulimini kuyatamka, thaqilatani fil mizani, lakini mazito sana yatakapokuja kupimwa kwenye mizani, habibatani inda rahmani, tena ni maneno yanayopendeza sana mbele ya Allah. Kusema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Hayo maneno hayo, kama umepanda baskeli unaweza kuyasema, kama uko kondeni unalima unaweza kuyasema, kama wewe umelala unaweza ukayasema, uko kani unavua unaweza kuyasema. Maneno mazuri ambayo ni ibada. Kuna hadithi nyingine nasema maneno hayo yanajaza eneo la baina ardhi na mbingu. Hasa mtu kutumia dakika zake hizi 3, 4, 5 akatengeneza faragha akasema tu maneno mazuri, keshawekeza thawabu nyingi. Je, huyu anayepoteza ule wakati kwenye bao anaweza kuyatamka maneno haya? Pale ndo mahala pake, yanakuja kweli? Sasa dakika zile si yako mambo yenye manufaa angefanya, hafanyi. Hiyo ndo maana yake ilha, ni kutumia wakati na wakati mwingine nguvu kwenye jambo halina faida. Kumbe nguvu zile au wakati ule yako mambo mengi tu yenye faida umeacha, umepoteza ile nafasi, ule muda umeweka blank au umechuma dhambi tupu. Hiyo ndo maana ya ile neno ilha. Sasa Allah anatulaumu sote, alhaakumut takathuru, hivi nyinyi huu wingi wa mapato na mafao ya dunia ndio unakushughulisheni muda wote, all life long. Mtu anashughulika na mali, pesa. Halafu pesa yenyewe inachumwa sivyo, inamilikiwa sivyo, inatumiwa sivyo. Hapo ndo anapocheza mtu, anapofanya huo uzembe. Anachuma sivyo, method anayotumia kuchumia ni dhambi tu. Anamiliki sivyo, anavyostore mali yake kosa. Akitumia, anatumia kwenye njia za batili. Muda wote anaoishi huyu mtu anaishi hivi, hata zurtumul makabira, mpaka muda wa kuishi unamalizika, mnakufa, mnakwenda kutiwa makaburini. Muda wote umeutumia hivyo. Wewe una akili? Akili ulopewa ina manufaa gani na wewe? Alhaakumut takathuru hata zurtumul makabira, unakushughulisheni wingi wa vitu vya dunia. Yani mnashughulika na kutengeneza vitu vingi tu duniani muda wote mnaoishi, hata zurtumul makabira, mpaka mnakuja kutiwa makaburini. Muda wote mlikuwa mnachuma tu. Kala, acheni hiyo tabia, hivyo sivyo. Alhakumu, anasema shekhe, inatokana na neno al-ilha. Na ilha ashughlu walinsirafu ani shay'il hammi, ni mtu kushughulishwa na mambo ya kipuuzi akaacha jambo au mambo muhimu. Anashughulishwa kwa kutumia wakati wake na nguvu zake kufanya mambo ya kipuuzi. Kumbe wakati huo na nguvu zake zile alikuwa anao uwezo wa kuzitumia kufanya jambo muhimu. Analiacha jambo muhimu, ila ma yad'u ilayhi alhawa, kwenda kufanya jambo lile ambalo matamanio yake
ndiyo yanayomsukuma akafanya. Anakwenda kufanya jambo la kipuuzi halina faida, kwa sababu tu roho inapenda ajiridhishe kwa dakika kadhaa au masaa kadhaa, anatumia na nguvu zake, anasema sana hapo, tumia neema za mdomo, ulimi, kusema maneno ya ovyo. Muda wote huo hafanye la faida hata moja, kumbe yako mengi muda ule ya faida hajayafanya, hayapiti kabisa katika akili yake. Hiyo ndio ilha. Wa aslu lahwi, na asili ya lile neno lahwi, umefahamiana? Kad aflaha almu'minuna alladhina hum 'anil lahwi mu'ridun. Kuna neno lahu na lahu. Lahu ni pumbao, kitu kinachopumbaza akili kwa muda. Hata ukikaa kwenye mchezo wa mpira unaangalia, mtu mwingine anasema tutafungeni mara hii, tutafungeni, kama yeye ndio yumo vile. Kumbe anaishi hapa Yanga, lakini anajifanya ni mtu wa Barcelona. Anakupa historia ya mchezaji, alikozaliwa, wazazi wake, alivyosoma, alivyonunuliwa, yuko Kianga. Alafu yeye anajifanya ni mtu wa Barcelona, mtu wa Liverpool, sijui mtu wa wapi. Mashaka tu matupu. Haina faida yoyote. Kwa hiyo Allahu, lahu maana yake alghaflatu, ni mtu kughafilika na kitu. Kuna kitu muhimu sana kakibe space pale, kaghafilika nacho. Wakati wa kushughulikia hicho chenye faida alichoghafilika nacho, anafanya kisicho faida wala manufaa yote. Shaa fi kulli shaghilin, tena kimeenea, au lugha hii inaenea, inafaa kuitumia kwa mtu yoyote yule ambaye yuko busy na mambo ambayo anayoyafanya hayana faida kuliko yale ambayo angeyafanya ndo angepata faida. Qala Ar-Raghibu, amesema mwana wa chuoni huyo Ar-Raghib, Allahu, kitu kinachoitwa lahu, ma yushghiluka amma yani wa yahimu. Maana ya lahu ni kitu ambacho wewe uko busy unashughulika nacho, unafanya matumizi ya wakati kwa kushughulika na kitu ambacho amma yani wa yahimu, hichi unachoshughulika nacho umeacha kingine kilichokuwa ndicho kinachokuhusu na ndio zaidi. Kama kwa mfano mpiga wa mcheza bao nyumbani, hakuacha mahitaji, anakuja pale kukumbushwa, alafu pia maneno ya kipumbavu anatoa, anasema unaitwa. Hajaacha kitu, mahitaji. Watu saa za kupika zimefika, na yeye ndo mwenye nyumba pale, saa zinaenda, yeye yuko kwenye bao. Kwa hiyo majukumu ya msingi muhimu hajayatatua, mambo muhimu bado, yeye anatumia wakati wake pale kwenye bao. Sasa faida gani pale anapata na hasara gani itapatikana kwa hayo majukumu ya muhimu aliyoyawacha? Mfahamiana? Kwa hiyo na mwanadamu muumini anaambiwa duniani ni mahala pa matumizi ya machache, wakati wake mfupi, ni kwa ajili ya mtihani. Unachokivuna hapa ndicho kitakachokuweka mahala pazuri penye maisha ya fahari ya milele huko. Kwa hiyo hiyo akhera yako unaitafuta hapa. Sasa pahala ulipowekwa uitafute akhera yako, ile akhera huitafuti, halafu ndo umezembea kabisa, unafanya mambo ya kipuuzi. Lengo la kuletwa kwako hapa hujalifikia bado, halafu ulipokuja hapa umeona ni mahala pa kucheza na kufanya upuuzi. Ndo Muumba anachouliza, alhaakumut takathuru. Yaani wewe unafikiria umeletwa hapa duniani ujilimbikizie tu vitu vingi, uwe na mapesa, akaunti yako hivi inakuwa kila siku. Kwa kama yule jamaa malan wa dada, anakusanya mali alafu anadhibiti figa tu, imeongezeka. Hilo ndio uliloletewa duniani.
ndio jukumu la awali, ndio kipaumbele. Sio kipaumbele wewe uwe tajiri. Hujakatazwa uwe tajiri, lakini kuwa tajiri sio kipaumbele. Hujafanya maamuzi sahihi. Na atakathuru maana yake atabahi bikathrati almali waljahi. Atakathuru ni ile mtu kuwa anatafuta nafasi ya kujivunia mbele za watu wengine kwamba yeye ana mali nyingi kuliko watu wengine, au ana cheo mbele za watu katika jamii anayoishi, anawatawalia, yuko juu ya watu wengine. Jahi ni cheo na mali ndo mali. Wa huwa bimaana almukathir au almukathara. Hii atakathuru ina maana ya almukathara, ni mtu mwenye kutaka kurimbikiza awe na kingi kila siku. Walmakabir, neno almakabir, hata zurtumul makabira. Almakabir maana yake alqubur, ni makaburi. Almakabir ni jamu ya neno makbaratun. Almakabir au alqubur jamu yake makbaratu, makaburi. Walquburu jamu alqabr. Qubur ni jamu ya qabr, makabir ni jamu ya neno makbara. Makbaratun ni moja, makabir mengi. Qabrun ni moja, makabir qabrun ni moja, quburun ni makaburi mengi. Kwa hiyo tafsiri ya hizi aya mbili kwa leo, alhaakumut takathuru, yani shaghalakum ayuha nasu atafakhuru bil amwali wal awladi wal rijali an taati llahi. Alhaakumu, hiyo lahu yenyewe, mumeshughulishwa, munatumia wakati na nguvu zenu. Shaghalakum, inakushughulisheni, ayuha nasu, enyi watu, atafakhuru, tabia ya kujifakharisha. Inakushughulisheni tabia ya kujifakharisha, bil amwali, kwamba kila mtu anataka awe ana mali za kutosha. Kwa hiyo business yake, ule ubizi alionao, anaona yeye kukicha kukiamka, kukicha likitua, awe anawekeza kwenye kukuza mali yake. Maana heshima yake anaona hapa duniani awe ana mali nyingi, watu wajue fulani naye ni mtu wa daraja la kwanza, anazo. Kwa hiyo wanashughulika sana watu kukusanya mali, wajifakarishe nazo mali. Wal auladi, au watoto, nashughulika. Mwanangu yule mmoja anasoma London, yule mmoja nimempeleka Canada, huyu mmoja sijui yuko Australia, yani asomeshi hapa yeye jitompele sijui kwa Mantenga, na hizo hakuna shule ya kusoma, lakini anajifakharisha kwamba wanawe wamesoma na wamesoma shule za maana. Yani akizungumza habari ya familia yake, watu wote wana bow down kwake, jamaa mwenzetu yuko sawa, mambo yake mazuri. Fahari tu basi. Mali, watoto, warijali, au mtu kuwa ana wafuasi. Mimi neno langu kwa watu sheria, nikiita tu hapa panajaa pote, nikiagiza tu watafanya lolote ninalotaka, kama Abu Jahali alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakuta huko mbele katika sura za hapo baadaye inshallah. Ambia wewe Muhammad, unanitishia nini mimi katika nchi hii na watu, alafu na mali nikiita tu hapa watu wangu hapatoshi, watakushughulikia. Kwa hiyo haya ndo mtu ambao mambo yanayomfanya mtu ajione yeye hapa namba mjini, ana mali ya kutosha, ana watoto wanaotajikana wazuri, wamesoma, halafu yeye ana wafuasi huko juu, ana wafuasi chini. Hivi vitu hivi vinampa mtu shughuli, anatumia wakati wake an taatillahi, vikamfanya asimtii Allah. Vyote hivi anavyo, kapewa, ana mali na anajitahidi kuikuza,
ana watoto, anajitahidi kuwatunza, ana watu, anajitahidi kujiimarisha kwenye makundi yake, lakini kwenye taa ya Allah hana kitu, yuko zero. Kwenye kutafuta akhira yake hana kitu, lakini dunia anajua umuhimu wa kujimakinisha kwenye dunia yake, lakini yote hayo anayafanya an taatillahi, anakataa kuwa mtiifu kwenye amri za Allah. Wa anil istidadi lil akhirah, na anayafanya haya ya dunia yake yanamuachisha wakati wa kufanya maandalizi ya akhira. Hiyo ndo maana ya ilhaqu. Tumefahamiana? Mtu kama huyu ni mzembe kweli kweli, anatumia wakati wa kutosha, siku zake zinakatika, kila siku ikiondoka inaondoka na manyago tu, hajafanya chamana chochote kuhusu akhira yake. Wakati siku zinapungua za kuishi hapa, yeye anaona bado ana time tu ya kufanya mambo ya dunia yake, ya akhira hajaandaa chochote. Siku zikisha anazimika tu. Watu wanasema inna lillahi, fulani katutoka. Anapokwenda hata kaburi lake hajalitengeneza. Huko anaacha majumba ya fahari 8, 9 alojenga, wengine wanazidi hapo. Yaani mtu ana ajabu sana. Anakaa kwenye chumba kimoja na kitanda kiko pembeni, lakini anajenga majumba sijui ghorofa 3, anayo majengo kama hayo 8. Au kuna mtu mmoja, wakati mimi niko jela, niliambiwa katika watu wa TRA kila mkoa ana makasiri 3 au 4, majumba ya ghorofa. Ana majumba 72 kwenye mikoa kadhaa ya Tanzania, mtu mmoja. Pesa taslimu zilizokutwa kwake yaani hata idadi hazina, za kigeni na za Kitanzania. Muda anautumia wakati wake kwa mambo hayo, si pesa zake halali, maana ni mwajiriwa wa shirika la umma, Tanzania Revenue Authority. Lakini yeye lengo lake ndo kama hilo, majumba mengi kila pahala, ana ardhi kanunua kaweka hivi, halafu siku zinaisha anakufa mtu kama huyu. Anakwenda huko anakokwenda, hivi vitu kwanza vyote sio halali, amali alizofanya mbovu, za huko alikokwenda hakutayarisha chochote. Hichi ndo ulicholetewa duniani. Kama sicho, ina maana huyu kaja kucheza, kazembea kweli kweli, kaja hapa kajituma kujenga dunia yake, halafu siku zikiisha anakokwenda hajatayarisha chochote. Shaghalakum ayuha nasu, unakushughulisheni nyinyi enyi watu, atafakhuru, ule ufahari, bil amwali wal auladi, wa kuwa na mali nyingi, watoto, warijali na watu wafuasi, an taatillahi, unakushughulisheni huu wingi ukakutoeni kwenye taa ya Allah. Wa anil istidadi lil akhirah, na pia unakushughulisheni wingi wa vya dunia ukakutoeni kwenye maandalizi ya akhera. Tena mnafanya haya kwa muda wote wa maisha yenu ya duniani, hata zurtumul maqabira, mpaka mnaishiwa na muda wa duniani, mnaingizwa makaburini. Yani hata adrakakumul mautu, mko bizi na kuitengeneza dunia mpaka mauti yanakufikeni, siku zinaisha mnakufa. Wadufintum fil maqabir, na mkesha kufa mnazikwa makaburini. Mali zote ulizonazo hazisaidii kitu, watoto wote uliosomesha hawana maana, na mara nyingi watoto kama hao wanakuwa hawasomeshwi hata hiyo dini, wanaandaliwa na wao waje wawe kama baba yao au zaidi. Ndio na mtihani, mpaka inafika mtu anaingia kaburini yuko busy na dunia tu. Wal jumlatu, sentensi hii, khabaru yuradu bihi alwa'd wa tawbih, ni statement. Sentensi huwa ziko za aina mbili, itakuwa ni statement au question, swali au maelezo pia kawaida. Sasa hii ni statement, ni habari, lakini yuradu bihi, inakusudiwa habari hii alwa'd wa tawbih. Mtu kama ana akili awaidhike, ajue huu ni uzembe, tabia hii sio nzuri. Hujaletwa hapa wewe uwe tajiri sana,
ustarehe tu basi. Kuna lengo maalum ambalo umeletewa hapa, ishi kwa mujibu wa lengo. Kwa hiyo ni habari inayomtaka mtu awaidhike, na yule asiyewaidhika basi aumbuke. Wenye akili watambeza, watamuona mwenye tabia hizi hana maana. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi amesema, maana ya aya hizi, alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabira, maana yake shaghalakumul mubahatu, kumekushughulisheni kule kutambiana, kila mmoja anataka atambe mbele ya wengine. Bikasratil mali, kwa kuwa na wingi wa mali, wal auladi, na watoto wenye maana walioenda shule. Kwa hiyo kuwa na mali na watoto kuna kushughulisheni an taati llahi, kukakutoeni kwenye taa ya Allah. Hamfati yale malengo ya dini ya kumtii Mola wenu, mnafata matamanio ya nafsi zenu. Hata mutum wa dufintum fil maqabiri, mnafanya tabia hiyo maisha yote mnayoishi mpaka mnakufa, yani mnafikwa na mauti, mnakufa na mnazikwa makaburini. Tangu unapata akili mpaka mauti yanakufika, wewe ni mtu wa kujenga dunia yako. Hujui dhambi na thawabu, wala kheri na shari, utofautishi. Wewe ni mtu wa kujua nipate, nitumie, nitangaze jina, basi. Naona kutokana na muda zinatosha hizo aya mbili kwa leo. Alhaakumut takathuru, unakushughulisheni, unakuchezesheni, unakufanyeni mtumie wakati vibaya. Atakathuru, wingi kwa mali na manufaa ya dunia. Hata zurtumul maqabira, mpaka mnafika kufa na kutiwa makaburini. Muda wote mnaoishi mmeshughulika na dunia mpaka mauti yanawafika na mnatiwa kaburini. Sasa hilo sio lengo la kuumbwa kwako na kuletwa hapa duniani. Ishi kwa mujibu wa lengo la kuletewa hapa duniani. Upo duniani, fanya yale ya muhimu ya kukuwekesha hapa kwa muda ambao upo, lakini usisahau kuandaa na huko unakokwenda. Unahitaji maandalizi, na muandaaji ni wewe mwenyewe. Huko watu hawagaiani, utachokikuta huko ulikiandaa mwenyewe hapa. Kwa hiyo tumia wakati wako vizuri, ujue hili litanifaa faida yangu ya hapa awali nilipo, na nikifanya hivi nitapata na faida ya upande wa pili. Imefahamika vizuri? Kwa leo inshallah tusitie hapo, tutakuja kuendelea kwenye darasa ijayo inshallah. Wallahu a'lam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya bwana. Naam. Kuliko tulivyokuwa tunakula duniani. Msosi wa nguvu mwanangu. Naam. Si nimesema au maneno mengine yanapotea. Duniani wewe unatakiwa ukae kwa muda. Kwa hiyo unaishi alafu unazeeka, siku nyingine unaumwa, na vyakula pia vinasababisha maradhi. Na siku nyingine nayo kwa ulafi na kupenda kwako baadhi ya vyakula unalala umevimbiwa. Pia tatizo. Akhira hakuna hivyo vitu, kwa sababu hapa ni maisha ya muda. Mwisho wake ni kifo. Akhira hakuna mauti tena. Kwa hiyo chakula anachokula mtu akhira, kinywaji anachokunywa mtu akhira, kinatumika 100% mwilini kuimarisha mwili wake. Kule hazeeki, anazidi kuwa mzuri kijana kila siku. Kwa hiyo chote kinatumika. Hamna wastage. Kama wastage itakuwepo ndogo, na inatoka kwa njia ya pumzi na jasho. Na hilo jasho halinuki, linanukia. Umenifahamu? Wastage ya chakula cha akhera au cha peponi ni ndogo mno, na inatoka kwa njia ya pumzi. Kama gari tu hivi, exhaust ile sana
Tena gari likiwa zuri hata huoni moshi. Huoni kabisa moshi. Labda magari yetu ya Uswahilini huko ndio unaona tena anatufukiza huko moshi nusu. Kwa hiyo chakula kinakuwa kinatumika completely mwilini. Hamna wastage. Kuna mushkil? Swali jingine. Kule hakuna kuzeeka. Wala hakuna kuumwa. Kwa hiyo chakula, kinywaji, chochote unachotumia kinatumika mwilini kuimarisha parts za mwili. Mfupa, mishipa, nywele, macho, masikio na viungo vingine vya ndani. Kinatumika chote. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.